Nisomee 16 sasa ili mimi nimalize hapo, halafu niwaache. 16 inasema, ndio, nawe umwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani, nawe tazama hujasikia hata sasa. Simama tu, simama. Kuna pointi ambayo naitaka hapo. Rudia hapo. Inasema, nawe umwambie Bwana Mungu wa Waebrania amenituma. Simama. Mimi nilichotaka nione hapo ni Mungu wa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hapo anapewa identity. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anapewa nini? Identity. Identity. Yaani manake Mungu anamjua kwa identity. Na hiyo haijaisha. Hiyo mpaka leo. Ndio. Unaona? Na ukitaka kujua kwamba Mungu yupi ambaye inatakiwa umwabudu, lazima awe na identity. Lazima awe na nini? Identity. Tunaona hapo ni Mungu wa Waebrania. Kwa hiyo kwa kipindi hicho Mungu anayeabudiwa na Waebrania ndiyo Mungu wa kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Mungu wa kweli. Kutoka 3:6. Kutoka 3 aya yake ni ya 6 inasema, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake. Simama sasa. Tunaona kwamba hapa tena identity ya Mungu inatambulisha kwamba ni Mungu wa Ibrania, Mungu wa Isaka, Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ndio. Kwa Mungu hapa anapewa identity. Kumbuka huko tumeona ni Mungu wa Waebrania. Sasa Mungu wako wewe ni nani kwa mujibu wa Bible? Lazima ujue kwamba kuna identity ipi. Haya, nisomee Waebrania kwanza, tuanze moja. Waebrania 1:1 nasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mlisi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Kura pause hapo kwanza. Kwa hiyo Mungu aliyeongea zamani na manabii sasa hivi anaongea na nani? Katika mwana. Katika mwana. Ngoja kwanza tumsikilize sasa Mungu anasemaje. Mathayo 17:5. Kimbia. Mathayo 17:5. Aya yake ni ya 5 inasema, ndio, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika ile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea zamani na manabii katika njia nyingi na kusema nyingi. Sasa hivi anaongea na nani? Katika mwana. Huyo Mungu mwenyewe anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Tufanyaje? Tumsikie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema tufanyaje? Yohana 8:54. Yohana 8 aya yake ni 54 inasema. Ndio. 8:54 Yohana. Kimbia. Inasema, Yesu akajibu, nikijitukuza